Wakuu wa Wizara ya Fedha mpo hapa, hakikisheni maeneo yote ambayo tuna bidhaa za ndani za kujitosheleza, waagizaji wa bidhaa hizo wasipate misamaha ya kodi kwa bidhaa zinazotoka nje ya nchi. Tutatoa unafuu wa bidhaa zinazotoka nje ya nchi kama uzalishaji ndani ya nchi haujitoshelezi, na kwamba bidhaa hizo zikitoka nje na uhaba ulioko ndani utasababisha upungufu wa bidhaa, na hivyo kusababisha gharama kuwa ya juu kwa kiwango ambacho wananchi watashindwa kumudu kununua bidhaa hizo. Kwa bidhaa ambazo tumejitosheleza, tusitoe msamaha wala tusitoe nafuu. Najua tuna mianya mingi ya kutoa hizo nafuu, wala tusitoe nafuu kwa bidhaa, kwa uagizaji wa bidhaa kutoka mabara mengine, ili hali tukiwa tumejitosheleza kwenye bidhaa hizo. Hatutaweza kulinda viwanda vyetu kama tutafanya Tanzania ni dumping place ya bidhaa kutoka mabara mengine. Zile tunazoweza ambazo tumejitosheleza, tumepewa taarifa hapa na Mheshimiwa Waziri kwamba hii ni mojawapo ya bidhaa ambayo tumeshajitosheleza, lakini najua pia tuna bidhaa zingine ambazo tumeshajitosheleza. Tuheshimu mikataba ya ndani ya jumuiya, lakini na mikataba ya ndani ya jumuiya tuna mambo ambayo tumekubaliana ya wazi kwamba hamna mshirika mmoja wa ndani ya jumuiya ambaye yeye atakuwa lango, atakuwa uchochoro wa kupitisha bidhaa zinazotoka mataifa mengine ziingie kwenye jumuiya, ili ziingie ndani ya jumuiya ili ziweze kupata manufaa ya misamaha. Hivyo vyote mvichunguze. Kuvutia uwekezaji ni hatua moja, lakini hatua ya pili ni kulinda uwekezaji ule ambao tunavutia na unaitikia. Kuwekeza ni hatua moja, kuzalisha ni hatua nyingine, lakini kuuza bidhaa hizo ni hatua nyingine inayofanya uendelevu wa uwekezaji ambao umefanyika ndani ya sekta husika. Kwa hiyo nitoe maelekezo kwa idara zote za serikali kuhakikisha tunahusika moja kwa moja na utekelezaji wa hatua hizi ambazo zote ni muhimu katika masuala ya uwekezaji.